Haya mambo mazuri atayajuaje bwana? Mheshimiwa, kwa hiyo nataka kwamba kifungu cha 245 anachokitumia usahihi wake ni kifungu cha 262. Na ni kweli mheshimiwa, kifungu hiki ndio tulikitumia last time kutoa sababu za kuomba ahirisho. Tukiambia mahakama yako tukufu kwamba upelelezi wa shauri hili umekamilika na jarada lipo linasomwa. Mheshimiwa, kifungu cha 262 kifungu kidogo cha 6 ndio tulikitumia siku zile kwa 10%. Lakini mheshimiwa, kifungu hiki ndio imeweka mamlaka, vitu vya kuangalia wakati mkurugenzi wa mashtaka anatumia mamlaka yake aliyopewa. Haya yaliyosemwa katika ibara ya 59 yamechukuliwa yalivyo, yakaenda kuwekwa kwenye kifungu cha 8 cha sheria ya huduma ya mashtaka, cha sheria ya huduma ya mashtaka ya taifa, sura ya 430 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023 na yeye imeanza kufanya kazi leo. Mheshimiwa, kifungu hiki mkurugenzi wa mashtaka na maafisa wake wanaangalie maslahi ya umma, the public interest. Waangalie ya umma. Mheshimiwa, maslahi ya umma tafsiri yake ni pana sana. Hakuna tafsiri ya moja kwa moja ya nini maana ya maslahi ya umma. Maslahi ya umma yanaweza yakawa kwa faida ya umma au kwa faida ya mshtakiwa. Yote hayo ni maslahi ya umma. Mheshimiwa, maslahi ya umma ndipo ukawepo utaratibu wa kusoma na kutoa maoni, alafu uwepo mchakato wa kata kuangalia maslahi ya umma, fanya maamuzi. Ya kushtaki au ya kutokushtaki. Mheshimiwa, mshtakiwa alivyoanza kuieleza mahakama hii alisema hili ni moja, kesi ya uhaini ni moja ya shauri kubwa. Kama ni kweli mheshimiwa, nyingine sio za uhujumu uchumi ambazo zinasikizwa mahakama kuu, ni kweli ndio hivyo, ambalo inahitajika wakati wa kutoa maamuzi, vitu muhimu sana kuangalia kuliko kuamua kama ambavyo mshtakiwa anataka iamuliwe. Kama amua kufuta kupeleka, haiko hivyo. Mkurugenzi wa mashtaka katika kuangalia maslahi ya umma ana vitu vingi vya kuconsider, ana vitu vingi vya kuangalia. Tumeeleza awali, tarehe iliyopita tuliambia iko katika ya usomwaji na kutolewa maoni ya kisheria. Limesomwa, limetolewa maoni ya kisheria. Kushtaki au kutokushtaki, mheshimiwa, sisi ombi letu
tupewe tarehe kwa ajili ya kuja kusema, au hata in between kabla ya tarehe kufika tunaweza tukawa tumesha maamuzi yameshatoka, kwa kuzingatia hilo kitu kinachoitwa maslahi ya umma. Mheshimiwa, nimemsikia mshtakiwa ambaye ni kakaangu akili msomi, lakini ameturejesha kwenye mashauri mbalimbali ya kuionyesha mahakama yako kwamba Ofisi ya Taifa ya Mashtaka ya sasa iko tofauti na miaka hiyo ambayo zoezi kesi za uhaini zilisikilizwa. Lakini kama nilimsikia vizuri, anasema hii kesi ya Mataka ilichukua miezi 6 kuanzia komito mpaka ilipokuja kukamilika. Lakini ukisoma kesi yenyewe inamkataa hayo, kwa hiyo ni distinguishable kwenye mazingira tulikuwa nayo. Kesi yenyewe inasema kwenye ukurasa wa 498 kwa kesi hiyo inasema shauri hili limesikilizwa zaidi ya miezi 6 wakati wa trial. Yaani ilipoanza trial, haijazungumzia komito. Yaani inasema ilipoanza kusikilizwa mahakama kuu. Hakuna sehemu yote imezungumzia imechukua muda gani kwenye trial. Amini kwenye komiti zamani. Lakini nasema hata hiyo kesi ya Gandhi ukurasa wa 14 inazungumzia kwamba trial ilichukua mwaka mmoja. Yaani tangu wameanza kusikiliza mashahidi ilichukua mwaka mmoja mpaka kukamilika kwake. Hamna sehemu inazungumzia kwamba ilianza tarehe ngapi alipokamatwa au alipokamatwa mshtakiwa. Komiti ilichukua siku ngapi mpaka wakawa komiti ilikwenda rekodi. Kwa hiyo hizi kesi zimekuwa misplaced tu hapa kwenye kuifanya mahakama yako iamini kwamba hizi zilikuwa serious cases zikaenda ndani ya miezi 6. Wame exclude wakati wa komiti. Lakini vyote ni vyote, Mheshimiwa, pamoja na yote haya, kila shauri lina mazingira yake. Hatuna maana ya kusema tunataka tucheleweshe kesi. Mheshimiwa, tangu tumekuja tunaeleza hatua za upelelezi ulipofikia na nini kinafanyika. Ukizingatia hicho anachokisema kwamba hili ni shtaka kubwa, upelelezi wake pia uko complicated, huwezi kufananishwa na kutoa taarifa za uongo kama ambavyo mwenzetu alikuwa anarejea huko. Lakini naona akaenda mbali akasema hii ndio kesi ya kwanza duniani kushtakiwa mtu mmoja kwa uhaini. Sipendi kwenda kujibu hilo, lakini sidhani kama kifungu chenyewe kimesema mtu mmoja hawezi kushtakiwa. Lakini kusema kwamba ni mtu pekee aliyoshtakiwa na uhaini, naona sipendi kujibu hilo, lakini labda atalihifadhi tukutane mahakama kuu kama itaenda mahakama kuu. Kwa kama ni kosa kumshtaki mtu mmoja na uhaini. Lakini Mheshimiwa alikuwa anarejea kifungu cha 245 ambacho mimi kiusahihi nasema ni 262, akawa anarejea kifungu cha 5. Mheshimiwa, hiki kifungu tulikitumia kilichopita, tukaiambia mahakama tulirudisha for further investigation, ilikarudi baada ya kukamilika yale yaliyoelekezwa. Na hakuna sehemu tumesema upelelezi wa shauri hili bado. Tulichosema liko kwenye hatua ya maamuzi. Kwa hiyo swala la kutuambia kwamba tuseme anaiomba mahakama yako ituamuru tuseme kwamba tunalirudisha kwa upelelezi zaidi au upelelezi unajitosheleza kwenda mahakama kuu, inataka anaiomba mahakama iweze kutukompele tujibu hayo. Sisi tunaendelea kusisitiza Mheshimiwa, majibu yetu ni kwamba jalada lilikuwa linasomwa, liko kwenye hatua ya kuamua sasa, na katika kuamua ni kwa kuangalia maslahi mapana ya umma.
Lakini mheshimiwa, suala la kwamba kashtakiwa kwa sababu akiturejesha kifungu cha 19 cha sheria ya vyama vya siasa, sisi tunaona kifungu hiki kwenye shauri kitumiki. Ukiangalia hati yetu ya mashtaka hamna sehemu yoyote tunamshtaki kwa sababu ya itikadi zake. Na pia kwenye kifungu cha 39 capital A cha kosa la uhaini hakuna sehemu yoyote inayosema mtu atashtakiwa kwa itikadi zake za kisiasa. Kwanza hata mimi sipo huko. Au kifungu hiki hakisemi kwamba mtu hatoshtakiwa kama ni mwanaitikadi wa kisiasa au itakuwa mwaka wa chama, yani kama ni mwaka wa uchaguzi basi ukiwa mwanachama wa chama fulani uweze kushtakiwa. Hakuna sheria hiyo, bahati mbaya ya kuitaja. Kwa hiyo mheshimiwa, sisi ombi letu liko pale pale, tunaomba kwamba mahakama yako ione hatua ambayo tumeiambia mahakama ni hatua ambayo ya kimaamuzi, ni hatua ya mwisho kwenye mahakama yako ya komito. Kuweza kuona ama kama alivyosema DPP akaamua kuifuta au kuipeleka mahakama kuu. Kwa bahati mbaya pia hicho kifungu cha 262(6) akielezi kwamba basi kwenye kusomwa na kutolewa uamuzi ichukuliwe au ufanyike ndani ya muda gani. Lakini pamoja na yote hayo, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka umepiga hatua. Watangu imeiambia mahakama hii opinion tena si ngapi zimefanyika, sitaki kuzitaja, lakini legal opinion zilizotolewa ni zaidi ya mtu mmoja kwa ajili ya uzito wa shtaka lenyewe. Na imeshatolewa hizo legal opinion, bado tu kuamuliwa. Leo tunaambiwa either tufute au tufaili mahakama. Kwa mheshimiwa, sisi tunaomba ahirisho kama ambavyo tumeomba awali, ili tuweze kufanya maamuzi kwa maslahi mapana ya umma, either in favor of the accused person or in favor of the public of the United Republic of Tanzania. Otherwise, mheshimiwa, naomba maombi yetu yaendelee kupewa uzito. Mheshimiwa, ni haya.